Kiongozi, Commissioner. Naam. Jambo la kwanza ni kupongeza sana kwa kazi kubwa uliyofanya. Shukrani, asante sana coach. Na kwa mara ya kwanza tumeona umecheza Taifa Cup 3-on-3 da. Unaona mpaka vijana wanafurahi sana huko walipo. Na tunashukuru Mungu tumeweza kufanikiwa angalau kufanya hili shindano ndani ya Taifa Cup. Imekuwa ni nia yetu kwa kweli kufanya hivyo katika mashindano mengi yaliyopita, lakini kwa mara ya kwanza hivi tumeweza kupata platform au nafasi, na tumeona basi ni vema tuitumie kufanya awareness wa mchezo huu, kwa sababu kupitia Taifa Cup ndipo tunapokutana na wachezaji kutoka mikoa mbalimbali ya hapa Tanzania, na uzuri Taifa Cup hii kumekuwa na ushiriki mkubwa, niseme namba kubwa pia ya mikoa. Kwa hiyo kwa kweli imekuwa ni platform nzuri. Watu wengi wameweza kujifunza kupitia shindano hili. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba watakwenda kupeleka mchezo huu katika maeneo yao. Okay, ndugu Commissioner, ni shindano limeanza lini na linaisha lini? 3-on-3 limekuwa shindano la siku moja, labda niseme hiyo, na ndio haswa urahisi wake unapokuja 3-on-3 kwa sababu inachezwa kwa muda mchache, uwanja mdogo, nusu uwanja, lakini sio nusu kabisa, ni mita 11 kwa 15. Okay. Kwa hiyo kiwanja kimoja mnaweza kiwanja kimoja cha basket ambacho ni mita 28 kwa 15 mnaweza kukigawa mara mbili na mechi zikaendelea pande huku na huku. Kwa hiyo ni moja ya mafaida au advantage ya 3-on-3 kwamba inatumia nusu uwanja, yani uwanja mdogo, goli moja, na muda ni mfupi wa kucheza. Yani basketball kawaida wanacheza dakika 40. Ndio. Pamoja na time out na half time na nini, huwa wanaipa range ya masaa kama mawili kwa game moja. Ndio. Lakini 3-on-3 inachezwa kwa dakika 10 tu, time out moja ya dakika moja, hakuna half time. Lakini pia wachezaji ni wachache, wasipungue 3, wasizidi 4. Na hiyo ni njia moja hapo ya ushindi, ni hiyo kwamba dakika 10 zikiisha wanaangalia nani anaongoza kwenye points, lakini inawezekana dakika 10 zisiishe timu ambayo inaweza kafunga points 21, na kama unakumbuka zile game of 21. Kwa hiyo timu ikifunga points 21 hata ikiwa ndani ya dakika 5, mchezo unaisha hapo, inakuwa sudden death. Na hata overtime yake utaona ni kwamba wakitai game labda imeenda kwamba wamemaliza wote na points labda 10 kwa 10 na dakika 10 zile zimeisha, hawaongezi muda tena. Hawaongezi muda kwamba si overtime ni dakika 5, no. Wana muda unazimwa, wanachoongeza ni kwamba timu yoyote itakayotangulia kufunga points 2 kabla ya mwingine, mchezo nao unaisha. Kwa hiyo huo ndio unafuu urahisi wa 3-on-3. Okay. Iko rahisi kiasi hicho. Yeah. Okay, sasa ndugu Commissioner, lengo na nia na madhumuni ya hili shindano ni nini? Okay, lengo kubwa ni kwanza kupeleka awareness ya huu mchezo. Mchezo huu una muda kidogo sasa hivi. Ni mchezo 3-on-3 uliletwa kwa ajili ya kupeleka basketball kwa jamii. Kwa hiyo utaona meji mingi au meji ya wenzetu ambao wametangulia, mchezo huu unachezwa kwenye maeneo ambapo kuna mikusanyiko ya watu, kama kwenye mall, kwenye supermarket, mijini. Kwa hiyo inatakiwa kama Dar es Salaam tuseme ungeweza arrange Mlimani City, parking kidogo pale inazibwa, unakuwa na entertainment, muziki live muda wote, na timu. Kwa hivyo kwa dakika chache shindano linafanyika. Kwa hiyo nia ni kupeleka awareness, jamii ione kumbe huu ni mchezo gani, yani basketball. Alafu sasa kutumia hiyo watakuwa wanafuatilia sasa hata basketball ambayo inachezwa Don Bosco au wapi, wanakuwa more interested. Kwa hiyo ndo nia zaidi. Kwa hiyo kwanza ilikuwa awareness. Kwa hiyo kadi hawa walioshiriki kama watafanya kwenye mikoa yao, ina maana wataongeza awareness, lakini kuvipaji pia, kuvumbua vipaji. 3-on-3 haina mambo ya team club management, vitu kama hivyo. Kwa hiyo wachezaji 4 tu wakijikusanya, wanaopenda kucheza kama hawa hoopers, ndio kuna maeneo watu wanataka tu kucheza wao, hawahitaji timu, hawahitaji nini, wanaweza kushiriki mashindano ya 3-on-3 kama tukiwa tunayafanya kwa wingi. Kwa hiyo wachezaji 4 hawahitaji kocha, kwa sababu wakati wa kucheza kocha haruhusiwi. Kwa hiyo wanaweza kuwa na trainer wao huko au wasiwe naye, wakawa wanajitrain wenyewe, wakaenda kujiandikisha kwenye mashindano, wakashiriki watu 4.
basi inawahusu wao wanne tu. Kwa hiyo ni rahisi sana kwamba kama hivyo unaweza kuvumbua vipaji ambao watu hawapendi kuwa kwenye mambo ya management, lakini mchezo ambao unachezwa mpaka Olympic sasa hivi imeingia category ya mashindano ya kidunia na Olympic. Kwa hiyo ninataka kusema tu ni rahisi kiasi hicho. Kwa hiyo kuvumbua vipaji, kupeleka awareness na maandalizi pia kwa kutumia shindano hili la Taifa Cup, tutaweza kuona vipaji ambavyo tunaweza kuvitumia kwa ajili ya timu zetu za taifa inapotokea mashindano ya kimataifa. And na kocha, kwa upande wa ushiriki baina ya wanaume na wanawake, wewe unaonaje upande wa ushiriki? Kwa upande wa ushiriki hatakuwa na washiriki wengi sana kama tulivyotegemea. Kwa hiyo hii ni sehemu fulani ya changamoto, lakini tumefanikiwa kwa sababu tulitamani kuwe na timu 8 za wanawake na timu 8 za wanaume kikanda ambazo zingeshiriki, lakini kutokana na kwamba mashindano ya Taifa Cup yanaendelea, ndio yameingia robo finali ambayo imeanza leo. Kwa hiyo washiriki wengi walishindwa kushiriki shindano hili kwa sababu lilikuwa katikati na wao wanajiandaa pia na robo finali. Kwa hiyo kwa matokeo yake tulipata jumla ya timu 9 tu ambazo zilijitokeza, ambao wengine sasa walishakuwa wameshatoka kwenye hizo, hawako kwenye playoffs, ndio waliweza kushiriki. Kwa hiyo tulipata timu 9, 7 za wanaume ni 2 za kike, lakini kwa kwetu sisi ni kwa shindano hili, kwa sababu ni la kwanza, ni mafanikio. Wachezaji hao wameweza kusajili kwenye mfumo, shindano limesajiliwa FIBA, ndani ya masaa 48 ndio tupeleke matokeo FIBA, na litatupa kama nchi credit au rank kidunia kwamba tulifanya shindano hili kwa kubwa, na sababu sheria ya kusajili shindano FIBA inaruhusu timu angalau 4. Kwa sasa sisi tumefika timu 7, umeelewa? Kwa hiyo ni timu 9 ni mafanikio. Okay. Kusema hongera sana kocha, nimeona timu ya wanawake hapo, timu Tare na timu Babu. I say shout out sana kwa timu Babu kwa upande wa wanawake. Lakini kwa upande wa uendeshaji na upande wa zawadi, nimeona hapa tunasema imekuaje umepewa tu medali, imekuaje umepewa chupa za maji, kama ni Taifa Cup, kwa nini isingekuwa kama Taifa Cup ile? Nimeona sana mijadala hiyo. Wewe kama commissioner unasemaje? Ndio. Sawa, na sasa kama nilivyoeleza awali, tumekuwa na changamoto chache. Kwanza, changamoto kama hiyo ya ratiba. 3-on-3 ni shindano ambalo linaweza kufanywa kwa kujitegemea. Ndio. Lakini tumesema tutumie platform hii kwa sababu platform hii ilikuwa ni mashindano ya 3-on-3 ya 3-on-3. Ilikuwa ni platform ya mashindano ya Taifa Cup ya basketball 5-on-5. Kwa hiyo nafasi tu ni katika kupeleka awareness. Kwa hiyo kama nilivyosema, lengo letu kubwa lilikuwa ni kupeleka awareness. Kwa hiyo shindano hili halikuwa maalum kwa 3-on-3. Kwa hiyo tunashukuru kwa hiyo nafasi tuliyopata, na ndivyo kama unavyoona. Kwa hiyo halikuwa shindano ambalo lilikuwa ndani ya budget ya Taifa Cup. Okay, ndio. Ilikuwa ni shindano tu la ziada kama kitu kama entertainment hivi, au kutumia platform kupeleka awareness. Kwa hiyo tulifanikiwa tu kupata hizo medali kwa washindi na chupa za maji MVP, lakini pia tumetoa mpira wa 3-on-3 maalum kutoka FIBA ambao umetumika hapa kwa timu ambayo ilionyesha nidhamu. Ni kweli. Ambayo ilikuwa ni timu Katavi, ilikuwa inajiita Night Warriors, lakini timu Katavi walifanya organization nzuri. Kiongozi wao aliweza kusajili wachezaji wake ndani ya siku moja kwenye mfumo, alifika kwa wakati, na walikuwa wako uniformed, umeelewa, jezi walitumia za kwao binafsi ambazo wametumia kwenye Taifa Cup. Kwa hiyo pia hawa tuliwapa zawadi ya mpira wa 3-on-3 wa FIBA ambao sisi tulipokea kutoka FIBA Abidjan. And hapo kiongozi, kwa upande wa mpira nina swali hapa limenijia akilini mwangu. Sawa. Kwamba mpira unaotumika pale FIBA ni size namba 6. Ndio. Ndio sheria ya mchezo wa yes, ni mpira maalum size namba 6 ambao unatumika kwa pande zote mbili, yani wanawake na wanaume. Tunafahamu basketball ya 5-on-5 upande wa wanaume huwa wanatumia size 7, wanawake size 6 na watoto size 5, lakini kwenye 3-on-3 mpira ni mmoja tu size 6 ambao una rangi za blue na manjano, na ni mpira maalum. Hata ukiuona una ile grip tofauti na mipira mingine ilivyotengenezwa. Umetengenezwa maalum kama nilivyosema, shindano la 3-on-3 is more of the entertainment na kupeleka kwa jamii. Kwa hiyo hata mpira wake umetengenezwa katika mazingira hayo, mpira wa kuvutia.
Kwa hiyo ni mpira maalum. Kwa hiyo huo mpira maalum unaozungumzia ndio tumeweza kuipa hii timu. Na mpira huu gharama zake ni si chini ya 250,000 kwa mpira mmoja. So yes, ni mpira maalum sana. Na tunao nafasi hii mpira tuliogaia hawa ni katika mipira 10 ambayo tulipokea kutoka FIBA kutokana na hizi activity tumekuwa tukiziendesha muda mrefu, na zilivyokuja kupitia kwangu kama coordinator na wafahamu watu ambao wanafanya mchezo huu. Wamekuwa na activities kwa muda mrefu. Mwanza tulimpa coach Nyasebo mpira mmoja mpya kabisa aendelee na activities, lakini Morogoro Isa Udadati tulimpa mpira mmoja. Kesho tuliwapa mipira miwili kwa sababu ndio tulisaidia kuleta hii mipira kutoka Abidjan, lakini mpira tuliwapa Daudi Maiga ambaye alikuwa anaandaa national team, tuliwapa coach Phineas Unmatched kwa sababu huo wamekuwa wakifanya hayo mashindano, tuliwapa kituo cha JMK Park, na mimi kama commissioner nilibaki na mpira mwingine tulipeleka Tukuyu kwa coach ya Msuva ambaye anafanya activity hizi kule Tukuyu ndani kabisa Mbeya kule. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, na sasa tukifanya vizuri tumeahidiwa pia kutegemea mipira zaidi ya 60 mwaka huu mwishoni mwa mwaka kama tutafanya vizuri. Kwa hiyo yote tutaendelea kushare kwa watu ambao kama hao sasa tumesema wameshiriki mashindano, na kama wataanza kufanya activities maeneo yao tutaona kwenye mfumo na tutaweza kuendelea kusaidia, kwa mfano kama hivi tukipata kutoka FIBA. Na kocha, kwa hapo kwa upande wa mpira ndio ya kisheria ni kwamba size number 6 ni size ambayo inachezwaga na wakina dada, wanawake, na watoto. Ndio hapo, na tukiongea kwa nature ya Kitanzania tunajua kabisa kwa dada kupata size number 6 sio rahisi kwenye hiki kwenye mfumo wa basketball. Sasa hapo haijakuwa kidogo challenge kwa upande wa kina dada na kina kaka kwa ile moment kubadilisha size ya mpira? Ndio nimesema hivi kwa 3-on-3 sheria yao wanatumia mpira size 6 tu kwa pande zote za wanawake na wanaume. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia mpira mmoja kwa mechi zote, kwa sababu mechi ilikuwa ikitoka wanawake anaenda wanaume, wanawake. Changamoto pia ambayo tumepata ni kwamba tumekuwa na uchache wa mipira, kwa hiyo tumeweza kutumia uwanja mmoja tu, yani nusu moja, ambapo ni challenge kwamba tungekuwa washiriki wangekuwa wengi, tungetakiwa tutumie zaidi ya magoli 2 au 3 kwa sababu hapa Chinangali kuna viwanja viwili. Maana yake tungekuwa kwa 3-on-3 tungekuwa na viwanja 4, tungekuwa na magoli 4. Kwa hiyo tungeweza kupata hiyo changamoto. Kwa hiyo katika taarifa yetu, katika kurudisha ripoti, basi tumeomba next time mchezo wetu tutakaposhirikisha kwenye mashindano kama haya tuwe na mipira angalau 4 kwenda mbele. Kwa hiyo kwa hapa tulikuwa na mpira mmoja, mechi ilikuwa ikiisha wavulana wasichana tunaenda hivyo, ndio tumetumia nusu moja, kwa hiyo tumeweza kuutumia na baadaye tulivyomaliza ndio tukatoa kama zawadi. Asante sana kocha, lakini tu kwa hitimisho tutarajie nini au tutegemee nini kwa wadau wa basketi, na kwa upande wa kupata vipaji vipya na kwa upande wa kupata mashabiki wengi wa mchezo wa 3-on-3, sababu ni mchezo wa basketball lakini watu wengi hawautambui kama ni 3-on-3, watu wengi wanatambua kama ni mchezo tu wa basketball. Tutarajie nini na tutegemee nini kwa upande wa Tanzania na kwa upande wa mpaka wa vijijini na mijini? Asante sana. Kama nilivyosema awali, katika yale malengo matatu, kupeleka awareness, kuvumbua vipaji na kuandaa vijana ambao watatusaidia kwenye timu zetu za taifa, tunatarajia kupitia mashindano haya watu wengi wamejifunza, wamekuwa wakinifuata baadhi ya watu makocha, kwa sababu tulishirikisha pia viongozi na makocha ambao wao sasa wataweza kuwa ni organizers. Tutawasajili kwenye mfumo FIBA kama wengine ambao wameshajisajili waweze kufanya maeneo yao. Kwa hiyo tunatarajia kupata vipaji vingi zaidi na activities nyingi zaidi huko mikoani, kwenye mikoa tofauti, lakini Dar es Salaam pia kwa watu kadhaa, kwa sababu 3-on-3 ni mtu yote anaweza kuifanya, anaruhusiwa kufanya, ni mchezo ambao uko wazi. Akiweza kujisajili, shirikisho likamtambua na FIBA ikamtambua kwenye mifumo, anaweza kufanya mchezo huu. Kwa hiyo tunatarajia kwamba activities zitaongezeka, kwa hiyo awareness itaongezeka, na sisi kupitia shirikisho, mimi kama commissioner ambaye nimepewa dhamana hii, tunatarajia tutakaporudi Dar es Salaam tutaendelea pia kuhamasisha hata Dar es Salaam na mikoa mingine. Kwa mfano Mwanza wana shindano wameshalisajili ambalo ilikuwa lifanyike mwezi huu, tutafanya mwezi ujao. Kwa hiyo na commissioner au mkurugenzi ambaye anasimamia Mwanza tulikuwa naye kwenye shindano hili na tulishampatia mpira mmoja, kwa tunategemea atatumia na atasajili. Kwa hiyo hali kadhalika cha msingi ambacho nasisitiza ni usajili wa wachezaji kwenye mfumo wa FIBA
na kusajili mashindano yetu kwenye mfumo wa FIBA kusudi database wenzetu wanazingatia sana database ionekane kama kweli tunashiriki. Nje ya database wanakupa, kwa mfano nitakwambia, ukisajili shindano ndani ya masaa 48 lazima uwe umepeleka data FIBA kupitia kwenye mfumo kwamba shindano lilifanyika, lilishirikisha timu ngapi, wachezaji wangapi walisajiliwa na matokeo yalikuwaje. Usipofanya hivyo ndani ya masaa 48 wanafuta hilo shindano, linakuwa ni kama halikufanyika. Sasa hiyo pia nayo imekuwa ni changamoto ambayo baadhi ya watu wachache maorganizer ambao wameshajisajili kwenye mfumo wamekuwa wakifanya sengine mashindano haya lakini bila kupeleka data. Sasa usipopeleka data maana yake FIBA hawatambui kama wewe umefanya jambo. Kwa hiyo tutasisitiza ni kwamba haya ni mashindano ambayo yanasajiliwa tuweze kupata hizo ranking. Basi shukrani sana, nikushukuru sana kwa kunipa ushirikiano na nikushukuru sana na wewe kwa kuwapa watu knowledge ya 3-on-3 sababu watu wengine hawafahamu mchezo na wengine wanapenda kujua, lakini kwa upande wa kwenye social media watu watahusikaje au wataujuaje huu mchezo, wewe kama kamishna wa nchi nzima? Asante sana. Mimi kwa kupitia kamisheni, kwa sababu nafanya kazi ndani ya shirikisho, actually niseme hivi, pamoja na kwamba nafanya kazi ndani ya shirikisho, lakini mimi pia ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ambayo inaitwa Roman Sports Promotion, ambayo pia imekuwa imesajiliwa FIBA na imekuwa ikifanya mashindano haya pale kupitia kituo cha JMK Park. Kwa hiyo na nachotaka kusema kwamba kupitia shirikisho tutakuwa nafanya mashindano haya ya kimataifa ya taifa kwa Mataifa Cup, NBL, lakini kupitia Roman Sports na organizers wengine, hata wewe coach nafahamu Naked Hoop au kupitia taasisi yako Basketball Science unaweza kusajili na ukawa unafanya mashindano katika training zako, unaamua mara moja kwa mwezi labda unafanya mashindano ya 3 unajisajili. Hiyo itatusaidia kwa ujumla wetu kufikisha mbali zaidi na awareness na activities kwa nyingi zaidi. Kwa hiyo tunao nafasi sisi sote kuhakikisha mchezo huu unaenda mbele zaidi. Okay, nikushukuru sana coach. Kama kuna msikilizaji atapenda kukufuata wewe kwenye mitandao ya kijamii, akutafutia wapi? Asante sana. Kwa kwanza kama nilivyosema, kupitia mitandao ya kijamii, kama wataona hata shindano letu la jana yule mtengenezaji content wa shirikisho aliweza kutuma picha nyingi nafikiri kwenye mtandao, lakini walikuwepo Stein hapa, watu wa Stein nao walitusaidia. Kwa hiyo kupitia hizo, lakini Snap Pro anaitwa nafikiri, nao walikuwepo ku capture activities hivi, lakini kupitia Roman mtandao wa kijamii Roman Sports wanaweza pia kuona activity hizi kila mara zinafanyika, huwa tunaposti kupitia huko. Lakini pia mimi niko wazi kuwasiliana na yoyote ambaye atataka kujua zaidi kuhusu mchezo huu kupitia namba 0767 252540 ambayo ni namba yangu personal. Okay. Basi nikushukuru sana kiongozi. Asante sana coach. Na asante sana kwa kuweza kuongea nami kwa muda huu. Najua uko busy sana kwa maandalizi ya Taifa Cup. Asante sana, shukrani pamoja na wewe pia. Haya, asante sana. Asante.